Urusi na China zashindwa kufikia makubaliano kuhusu mradi wa bomba la gesi lenye thamani ya mabilioni ya dola. Afrika inaweza kunufaika vipi? Lazima waangalie ni jinsi gani wanaweza wakashirikiana kidiplomasia na ya kimaendeleo na nchi hizi mbili tofauti. China na Russia, japo wanaonekana marafiki, kuna mambo ambayo bado hawakubaliani na wanatafuta uunguaji katika sehemu kama Afrika. Shirika la Afya Duniani WHO lasema chanjo inaweza kuwa tayari kwa kipindi cha miezi 9 kusaidia kukabiliana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashabiki wa klabu ya soka ya Arsenal wamekuwa wakisherehekea baada ya timu hiyo kutoa taji lake la kwanza la ligi kuu ya England tangu mwaka 2004. Naitwa Adede 005, fan kubwa wa Arsenal. Mimi sijaiona Arsenal wakibeba EPL sema ukweli. Sasa hii ndio ya kwanza. Tutaenda mpaka the 30 tunacheza na PSG. Yaani hii mwezi ni sherehe. Na Wizara ya Afya ya Lebanon imesema mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Israeli yamewaua watu 19 kusini mwa nchi hiyo. Viwanjani, baada ya miaka 22 ya kusubiri, hatimaye Arsenal watoa ubingwa wa ligi kuu ya England. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Mohamed. Rais wa Urusi Vladimir Putin ameshindwa kupata makubaliano rasmi kuhusu ujenzi wa bomba jipya la gesi kati ya Urusi na China wakati wa ziara yake mjini Beijing. Kwa mujibu wa Kremlin, mazungumzo kati ya Rais Putin na Rais wa China Xi Jinping yamefikia kiwango cha maelewano ya msingi kuhusu mradi huo, ingawa hakukuwa na ratiba maalum ya utekelezaji wake. Hali hiyo inaonyesha kuwa bado kuna tofauti au masharti ambayo hayajakamilishwa kati ya mataifa haya mawili kuhusu ushirikiano wa nishati. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO limetangaza kuwa linaendelea kuchunguza na kutathmini uwezekano wa kutumia chanjo pamoja na tiba mbalimbali ili kusaidia kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea mjini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo inalenga kupunguza kasi ya maambukizi, kuzuia vifo zaidi na kuimarisha uwezo wa mamlaka za afya katika kukabiliana na janga hilo. Kwa mujibu wa wataalamu wa afya wa shirika hilo, hadi sasa hakuna chanjo iliyoidhinishwa rasmi kwa aina mahsusi ya virusi vya Ebola vinavyohusika katika mlipuko huu wa sasa. Mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus amemwambia waandishi wa habari mjini Geneva kwamba mlipuko huo umesababisha vifo vya watu 139 huku watu 600 wakiambukizwa virusi vya ugonjwa huo. Kuna mambo kadhaa yanahitaji uchunguzi wa kina kuhusu uwezekano wa kuendelea kuenea kwa ugonjwa huo na kuongezeka kwa vifo. Zaidi ya maambukizi yaliyothibitishwa ni 600 pamoja na vifo 139. Tunatarajia idadi ya vifo na maambukizi kuendelea kuongezeka kutokana na muda ambao virusi vimesambaa kabla ya mlipuko kugundulika. Spika anayemaliza muda wake wa bunge la Uganda ameibuka kuwa kitovu cha msako wa jeshi dhidi ya maafisa waandamizi wanaotuhumiwa kwa ufisadi. Mkuu wa jeshi Muhoozi Kainerugaba amesema kuwa baba yake Rais Yoweri Kaguta Museveni amempa mamlaka ya kumkamata mtu yoyote nchini Uganda. Vikosi vya usalama vilivamia nyumba na ofisi za Anita Among mjini Kampala mwishoni mwa wiki na kukamata magari ya kifahari. Anachunguzwa kwa madai ya ufisadi, matumizi mabaya ya ofisi na utakatishaji wa fedha. Bi Among hajakamatwa, lakini amekuwa akikabiliwa na tuhuma za ufisadi kwa miaka kadhaa, hali iliyosababisha kuwekewa vikwazo na Uingereza pamoja na Marekani. Wakosoaji wanasema operesheni hiyo inaonyesha jinsi jeshi linavyozidi kuimarisha ushawishi wake katika mamlaka nchini Uganda. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mwanadiplomasia mkuu wa Marekani Marco Rubio ametoa wito wa uhusiano mpya na watu wa Cuba katika hotuba yake ya kwanza ya moja kwa moja kwa wananchi wa kisiwa hicho akiwa waziri wa mambo ya nje ya Marekani. Akizungumza kwa lugha ya Kihispania katika maadhimisho ya siku ya uhuru wa Cuba, amelaumu mateso yasiyoelezeka yanayotekelezwa na uongozi wake wa kikomunisti na sio zuio la mafuta la Marekani. Rubio ni mtoto wa wahamiaji kutoka Cuba na ameongoza kampeni ya Washington dhidi ya Havana. Vyombo vya habari vya Marekani vinaripoti kwamba idara ya haki itatangaza hivi karibuni mashtaka dhidi ya kiongozi mkongwe wa Cuba Raul Castro katika kile kinachoonekana kama hatua ya kuishinikiza mamlaka ya kikomunisti.
Kesi hiyo inahusiana na kudunguliwa kwa ndege za misaada ya kibinadamu miaka 30 iliyopita. Ripoti iliyotolewa na wataalamu wa mabadiliko ya tabia nchi nchini Uingereza imeonya kuwa zaidi ya 90% ya nyumba zinaweza kuwa si makazi rasmi tena mpaka kufikia mwaka 2050. Faida Ngaga ana maelezo zaidi. Matokeo ya kamati ya mabadiliko ya tabia nchi nchini humo yanaonyesha kuwa ongezeko la matukio ya kuongezeka kwa joto kali, ukame na mafuriko linatishia mtindo wa maisha wa Waingereza, likiathiri kila kitu kuanzia michezo ya mpira hadi matamasha ya mziki. Watafiti pia wameitaka serikali kutekeleza kikomo cha kiwango cha juu cha joto katika maeneo ya kazi na kufunga mifumo ya viyoyozi katika hospitali na nyumba za wazee. Nyumba za Waingereza ambazo mara nyingi hujengwa kwa matofali zimebuniwa kuhifadhi joto. Mwaka uliopita Uingereza ilirekodi mwaka wenye joto zaidi kuwahi kutokea. Meli ya mafuta ya Korea Kusini iliyobeba mafuta ambayo ilikuwa imekwama katika ghuba tangu mwezi Februari sasa imepita katika mlango bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya nje wa Korea Kusini ameelezea bunge kwamba hatua hiyo ilipangwa kwa ushirikiano na serikali ya Iran. Chombo hicho kinajiunga na meli 2 za China za kubeba mafuta ambazo zinasafirisha jumla ya mapipa milioni 4 ya mafuta na ambazo kwa mujibu wa takwimu za usafirishaji zimepita kupitia njia hiyo ya maji hii leo. Hii ni BBC. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Leila Muhammad akiwa studio zetu za Nairobi. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ambayo yanakujia kwako kupitia FM na redio ya shirika mbalimbali. Sasa msikilizaji, kama uko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kumbuka unaweza kutupata kupitia redio Muungano Beni au Lizadil Radio. Lakini nchini Tanzania ni CGFM, Classic FM, Radio Free Africa, Radio 1 na Bud FM, Loliondo FM, lakini uko visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Nchini Uganda ni Radio Chitara, Radio Lira, Radio Paidha, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura ama Voice of Busoga. Lakini kama uko nchini Kenya, unaweza kutupata kupitia redio wa shirika kama vile Must FM, Mwanedu FM, County FM, Nyota FM, Pamoja FM ama Gulf Radio. Sasa matangazo haya vile yako kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili, lakini kwenye ukurasa wetu wa Facebook vile ambao ni BBC News Swahili, na vile kwenye YouTube BBC News Swahili. Karibu tena. Leo hii uko nami Phyllis Mwote, mwenzangu ni Halima Nyanza. Halima, kazi kwako. Asante sana Phils, na kama ulivyosikia katika habari za ulimwengu, Urusi na China zimeshindwa kufikia makubaliano kuhusiana na mradi mpya wa bomba la gesi wenye thamani wa mabilioni ya dola wakati wa ziara ya Rais Vladimir Putin nchini China. Ikulu ya Urusi, Kremlin, imesema katika mazungumzo ya viongozi hao, Rais Putin na mwenzake Xi Jinping wamefikia makubaliano ya msingi juu ya mradi huo. Leila Mohamed anaarifu zaidi. Rais wa China Xi Jinping anaandaa mkutano wake wa pili wa kilele wa mataifa yenye nguvu kubwa duniani ndani ya kipindi cha wiki moja. Wakati huo amemkaribisha Rais Vladimir Putin katika ukumbi mkuu wa watu mjini Beijing. Viongozi hao wawili wanajaribu kuonyesha uimara wa uhusiano wao wa karibu siku 6 tu baada ya kuondoka kwa Rais Donald Trump kutoka mji huo mkuu wa China. Bendi ya kijeshi, ukaguzi wa gwaride la heshima pamoja na watoto waliokuwa wakishangilia, vyote vilifanana kwa kiasi kikubwa na mapokezi aliyopata rais wa Marekani Donald Trump wiki iliyopita. Katika mkutano huo wa kilele baina ya viongozi hao wawili, Xi na Vladimir wamezungumzia uhusiano wa pande mbili kati ya mataifa yao. Haya ni sehemu ya maelezo yao kwa kutumia mkalimani, na Rais Xi ni wa kwanza kuzungumza. This year marks the 30th anniversary of the establishment of partnership. Mwaka huu tunaadhimisha miaka 30 tangu kuanzishwa kwa ushirikiano wa kimataifa pamoja na miaka 25 tangu kutiliwa kwa saini ya mkataba wa ujirani mwema, urafiki na ushirikiano. Hata katika mazingira yenye changamoto na sababu zilizo rafiki kutoka nje, ushirikiano wetu wa kiuchumi unaendelea kuonesha maendeleo makubwa na mwenendo chanya na hali ya juu. Katika kipindi cha robo karne, kiwango cha biashara kati yetu kimeongezeka kwa zaidi ya mara 30. In a quarter of a century. Rais Vladimir Putin amesema kuwa Urusi iko tayari kuendelea kuipatia China nishati, akieleza kuwa mazungumzo na Rais Xi Jinping yalikuwa ya kirafiki na yenye kujenga. Licha ya ziara yake kubwa na yenye hadhi mjini Beijing, makubaliano makubwa ya ujenzi wa
bomba la kusafirisha gesi kutoka Siberia kwenda China bado haijakamilishwa rasmi. Rais Xi Jinping amesema kuwa uhusiano kati ya China na Urusi umefikia kiwango kipya cha juu na umefungua enzi mpya ya ushirikiano. Baada ya mazungumzo yake na Rais Putin mjini Beijing, Xi amesema kuwa mataifa hayo yanapaswa kuwa nguzo za kimkakati kwa ajili ya kulinda na kusaidiana. Viongozi hao wametoa taarifa ya pamoja kuhusu kuimarisha mkataba wao wa urafiki ambao mwaka huu unatimia miaka 25 tangu kuanzishwa kwake. Moscow inaendelea kuitegemea China kwa kiwango kikubwa katika kuhimili na kuendeleza vita vyake dhidi ya Ukraine. Inaonekana kwamba Rais Xi anafurahia kuwa kitovu cha tahadhari ya kimataifa, kwani amemweleza mwenzake wa Urusi kuwa dunia iko katika hatari ya kurejea kwenye sheria kali, akirejelea vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati na kusema kuwa mataifa hayo mawili yanapaswa kushirikiana ili kuendeleza mfumo wa utawala wa dunia ulio wa haki zaidi. Mhariri wa BBC nchini Urusi Steve Rosenberg amesema kuwa China iko katika uhusiano ambao unaweza kufanikishwa na ndoa isiyo na mapenzi, lakini bado ni ushirikiano wa vitendo unaowanufaisha pande zote mbili. Uhusiano kati ya China na Urusi ni miongoni mwa uhusiano muhimu zaidi katika siasa za kimataifa za karne hii. Mataifa haya mawili yenye nguvu kubwa duniani yamekuwa yakikaribiana zaidi kisiasa, kiuchumi na kijeshi, hasa katika kipindi cha miaka hivi karibuni ambapo yamekuwa yakikabiliwa na shinikizo kutoka mataifa ya magharibi yanayoongozwa na Marekani. Ingawa China na Urusi ziliwahi kuwa na tofauti kubwa za kiitikadi wakati wa vita baridi, viongozi wa sasa wa mataifa hayo Xi Jinping na Vladimir Putin wamejenga ushirikiano wa karibu unaolenga kuimarisha ushawishi wao duniani na kupunguza utegemezi wa mataifa ya magharibi. Uhusiano huo umejengwa katika msingi wa maslahi ya pamoja ya kiusalama, biashara, nishati na diplomasia ya kimataifa. Katika miaka hivi karibuni, Urusi imekuwa ikitegemea China zaidi kiuchumi baada ya kuwekwa vikwazo na mataifa ya magharibi kufuatia vita vya Ukraine. Leila Mohamed, BBC, Nairobi. Sasa kauli ya pamoja ya China na Urusi inaashiria nini hasa kuhusu mwelekeo wa uhusiano kati ya mataifa hayo mawili, hasa katika kipindi hiki cha mvutano wa baadhi ya mataifa? Awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Bwana Calvis Adere. Kuona ya kwamba mkutano huu unatokea tu siku chache baada ya President Trump kutoka kule, inaashiria ya kwamba China huenda ikawa very central in terms of global affairs. Kiangazia labda ni nini inaweza kuwa imechangia mkutano huu wa Putin na Xi. Ya kwanza ni kwamba China imekuwa very close ally ya Russia sasa, kama masuala ya diplomasia, masuala ya kiuchumi. Ujua ya kwamba Russia sasa inahitaji China zaidi kwa sababu China ndo mshiriki wake mkubwa wa kibiashara, na kwa sasa China inanunua karibu nusu ya ile mafuta kutoka kwa Russia. Kwa hivyo wako na azma kubwa ya kwamba wapate wanunuzi wao kulingana, ukiashiria ya kwamba kwa sasa Russia ina experience a lot of sanctions kutoka kwenye mataifa ya magharibi. Kwa hivyo wakati wanapata mnunuzi kama China, itabidi sasa wamshikilie vizuri sana. La pili ni kwamba kuna masuala ya reassurance, yani ule Putin alienda kule kuangazia kujua japo Trump amekuja, uhusiano ya Russia na China bado iko ngangari, bado iko strong. Kwa hivyo tunaona anajaribu kuangazia kuna nini iliyotokea baina ya Xi na Trump na nafasi ya Russia ni gani. Kwa hivyo kama washiriki wa karibu alienda kutafuta hiyo tunaweza ita reassurance. Alafu pia kuna mambo ya geopolitical alignment, yani kwamba mataifa mengi sasa wanatafuta tu njia mbinu ya kujialign na labda nchi ambazo wanaona ni stable, wanakuwa influential, na kwa hakika China imetambulisha sasa kama nchi ambayo kwa kweli iko na nafasi kubwa sana ya kuongelelea masuala ya dunia ama global governance. Kwa hivyo nafikiri haya mambo pamoja na ile mambo ya energy ama ukipenda masuala ya teknolojia, kuna mambo tu masuala ambayo yanajadiliwa baina ya China na Russia ambayo huenda Rais Putin alitaka kujua udhabiti wao. Vile ulivyosema kwamba China sasa imejiweka katika nafasi ambapo inakuwa ni yale mataifa ambayo yanaangaliwa hata kidiplomasia, lakini sasa pamoja na kuimarika kwa huu ushirikiano wake na Urusi, kwa nini bado tunaona kwamba China inaonekana kuwa mwangalifu sana, hasa kutoa uungwaji mkono wa wazi kwa vita vya Urusi nchini Ukraine, kama haitaki kujihusisha na hilo sana? Unajua, kwanza China ina hii diplomasia, kwa iko na hii policy ya non-interference, huwa haipendi sana kuingilia masuala ya ndani ya nchi zingine. Ndio maana sasa saa nyingine unaiona iko kidogo reluctant kuingilia masuala ambayo yanaendelea katika sehemu fulani tu ya dunia. Hilo ni ya kwanza. Ya pili ni kwamba Russia bado ni nchi ambayo iko na ushawishi kubwa sana duniani, na China pia inaunga upande yake ya kutaka kuungwa mkono na masuala yake ya kidiplomasia ya kimataifa. Kwa hivyo
hivyo japo wana uhusiano mazuri, lakini bado haijapotea kwa upande wa China ya kwamba Russia is a rival still. Ukiangalia masuala ya diplomasia ya kidunia ya leo, ni Marekani, ni China, ni Russia, na mara nyingi sasa tunaona Europa kidogo wanagaragaria labda Iran inaweza tokelezea. Kwa hivyo tunaona bado China is very strategically careful, kwa sababu wanajua vizuri ya kwamba Russia bado kuna ushawishi mkubwa sana duniani. Na tukimalizia tu kwa mtazamo wako, ushirikiano huu wa China na Urusi unaweza kuwa na athari gani kwa nchi za Afrika, na labda kuna athari zozote hasa katika biashara, diplomasia ama hata labda ushawishi kimataifa? Nafikiria kwamba Russia na China kila moja ameweza kutafuta mbinu ya kushiriki na Afrika. Kwa hivyo Afrika leo tunaona kwamba Russia labda upande ya security wamekuja sana, haswa katika yale mataifa ambayo wamekataa uongozi wa Ufaransa kule West Africa. China vile tunaona amekuwa mshiriki mkubwa wa Afrika upande ya biashara na uwekezaji kupitia kwa ile wanaita One Belt One Road. Wameweza kuwekeza katika miundo msingi ikiwemo ports, mabarabara, hata mambo ya digital highways. Kwa hivyo nafikiri wako na njia tofauti za kuweza kushiriki na wenzao wa Afrika. Jambo kubwa hapa nafikiri ni upande wa Afrika ya kwamba lazima waangalie ni jinsi gani wanaweza wakashirikiana kidiplomasia na ya kimaendeleo na nchi hizi mbili tofauti. Vile nilivyosema ya kwamba China na Russia japo wanaonekana marafiki, lakini bado pia kuna strategic rivalry. Kuna mambo ambayo bado hawakubaliani na wanatafuta uunguaji katika sehemu kama Afrika. Kwa hivyo itabidi Waafrika wenyewe wajiulize ni nini inatoka katika hao washirika na ni vipi wanaweza harness hizi partnerships hizi waweze kupiga jeki mipango yao ya kimaendeleo. Nam ni mchambuzi huyo wa siasa za kimataifa Calvis Adhia, kama alivyozungumza na mwenzangu Phils Mwatee. Taarifa ambayo pia imemgusa Elisha Mazoya wa Mwanza, Tanzania, anasema anamtakia ziara njema na yenye mafanikio huko China Rais wa Urusi Vladimir Putin. Bado msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia. Na tukisonga mbele, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani ameelezea kuongezeka kwa hatari ya mlipuko wa virusi vya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la ukanda huo, lakini amesema bado haujaleta wasiwasi mkubwa katika maeneo mengine duniani. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi, Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema mlipuko huo mpaka sasa unaaminika kuua watu 138 huku wengine 600 wakiambukizwa. Aidha amesema kuna hatari zaidi ya maambukizo kutokana na mwingiliano wa watu katika eneo lenye maambukizo hayo ya mlipuko, ambapo pia maelfu ya watu wamekimbia makazi yao kutokana na vita. Taarifa zaidi na Mariam Jahid. Kamati ya dharura ya shirika la afya duniani WHO imeonya kwamba huenda ikachukua miezi kadhaa kuandaa chanjo inayowezekana. Mkuu wa WHO Daktari Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kwamba jumla ya visa 51 tayari vimethibitishwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako ndiko mlipuko huo ulianza, pamoja na visa viwili katika nchi jirani ya Uganda. Mbali na visa vilivyothibitishwa, kuna takriban visa vinavyoshukiwa na vifo 139 vinavyohisiwa kuhusiana na mlipuko huo. Inatarajiwa kuwa idadi hiyo itaendelea kuongezeka kutokana na kuwa ilipita muda mrefu na virusi hivyo vilikuwa vinaenea kabla ya mlipuko kugunduliwa. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Daktari Tedros amesema mlipuko wa aina hiyo ya Bodibujo huenda ulianza takriban miezi michache iliyopita. WHO ilitangaza Jumapili kwamba hali hiyo ni dharura ya afya ya umma inayohusu mataifa mbalimbali, lakini si kiwango cha janga la kimataifa. The situation is a public health emergency of international concern. Hali hii imetangazwa kuwa dharura ya afya ya kimataifa, lakini si dharura ya janga la kimataifa. Shirika la Afya Duniani limekadiria kuwa hatari ya mlipuko huu ni kubwa katika ngazi ya kitaifa na kikanda, lakini ya chini katika ngazi ya kimataifa. And regional levels and low at the global level. Kufuatia mkutano huo, kamati ya dharura ya WHO ilithibitisha kuwa hali hiyo si dharura ya janga. Visa hivyo 51 vilivyothibitishwa nchini Kongo vimeripotiwa katika jimbo la Ituri ambalo ndilo kitovu cha mlipuko huo, pamoja na jimbo la Kivu Kaskazini. Visa viwili vilivyothibitishwa nchini Uganda katika mji mkuu wa Kampala vilihusisha watu waliokuwa wamesafiri kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maeneo 4 katika Ituri yameripotiwa kuathirika, yakiwemo Mwagwalu, Bunia, Rwampara na Nyakunde. Eneo la Kivu
Kaskazini, jiji la Goma linadhibitiwa na waasi pamoja na Butembo pia yameripotiwa visa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliana na mlipuko wake wa 17 wa Ebola, lakini aina ya Bundibugyo ambayo inajulikana kwa zaidi ya mwongo mmoja, na hiyo inaleta changamoto mpya. Aina hii imewahi kusababisha milipuko miwili pekee hapo awali ambapo iliua takriban 1/3 walioambukizwa. Kwa sasa hakuna chanjo iliyoidhinishwa dhidi ya Bundibugyo, ingawa chanjo za majaribio zinaendelea kutengenezwa. Inawezekana pia kuwa chanjo iliyotumika dhidi ya aina nyingine ya Ebola, Zaire, inaweza kutoa kinga fulani. Idadi ya vifo kwa mujibu wa tathmini za awali bado haijaonyesha kupungua. Inaaminika kuwa hali inaweza kuwa mbaya zaidi kabla ya kuanza kuimarika. Kabla ya ugonjwa huo kutambuliwa, watu wengi walidhani kuwa vifo vilikuwa vikiripotiwa ni vya kawaida. Hata hivyo, ilipobainika kuwa vifo vilikuwa vingi kupitia kawaida, ndipo ikagundulika kuwa kuna tatizo kubwa zaidi lililokuwa linaendelea. Aidha, hakuna dawa maalum zinazolenga aina hii ya virusi, jambo linalofanya matibabu kuwa magumu zaidi. Mashariki mwa DRC, eneo hilo pia limeathiriwa na migogoro ya muda mrefu, hali inayoongeza ugumu wa kudhibiti maambukizi. Changamoto za kiusafirishaji, ikiwa ni pamoja na kusitishwa kwa baadhi ya safari za ndege katika maeneo yaliyoathirika, zinaongeza ugumu zaidi katika kukabiliana na hali hiyo. Ni taarifa ya Mariam Mjahid. Na msikilizaji, ni kukumbushe tu kwamba shirika la afya duniani limesema kwamba chanjo inaweza kuwa tayari ndani ya kipindi cha miezi 9. Serikali ya Uingereza imelegeza vikwazo vikali dhidi ya mafuta ya Urusi yaliyosafishwa na kuwa dizeli na mafuta ya ndege katika nchi nyingine, huku bei za bidhaa hizo zikipanda. Utekelezwaji huo unaoanza hii leo unaakisi wasiwasi unaoongezeka kuhusu upatikanaji wa mafuta, hasa kutokana na kufungwa kwa njia muhimu, yani mlango wa bahari wa Hormuz, tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Zaidi na Victor Kenani. Serikali ilisema kuwa kwa ujumla vikwazo vimeimarishwa zaidi, lakini unyumbufu wa ziada ulihitajika. Hatua kama hiyo iliyochukuliwa na Marekani ilikosolewa sana. Bei za mafuta ya ndege barani Ulaya ziliongezeka zaidi mara 2 baada ya vita kuanza, lakini sasa ziko juu kwa karibu nusu, huku bei za mafuta katika vituo nchini Uingereza zikiendelea kupanda. Mashirika ya ndege yanayofanya kazi nchini Uingereza na duniani kote yamefuta safari na kuongeza bei kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta ya ndege. Kwa miaka mingi, Uingereza iliongoza juhudi za kimataifa za kuweka shinikizo la kiuchumi dhidi ya Urusi kwa sababu ya vita vyake nchini Ukraine. Siku ya Jumanne ilitia saini taarifa ya kundi la G7 ikithibitisha tena dhamira yake isiyoyumba ya kuweka gharama kubwa kwa Urusi. Serikali ilitangaza mwezi Oktoba kwamba ilipanga kupiga marufuku bidhaa za mafuta kama dizeli na mafuta ya ndege kutoka nchi ambazo zilisafisha mafuta ghafi ya Urusi. Kulegeza vikwazo sasa kutaruhusu kwa ufanisi uagizaji wa mafuta ya ndege kutoka India, ambayo hapo awali ilikuwa msambazaji muhimu kwa Uingereza na Ulaya. Kiasi kikubwa cha mafuta ghafi ya Urusi pia husafishwa nchini Uturuki. Serikali ilisema kuwa sheria mpya za bidhaa za mafuta yaliyosindikwa zilizo chini ya vikwazo zitakuwa za muda usiojulikana, ingawa zitapitiwa mara kwa mara na zinaweza kurekebishwa au kufutwa. Uingereza pia ilitoa leseni ya muda maalum inayohusu usafirishaji wa gesi ya LNG kwa njia ya bahari chini ya sheria za vikwazo dhidi ya Urusi hadi tarehe 1 mwezi Januari mwaka ujao. Mapema wiki hii, Marekani iliongeza muda wa msamaha kama huo uliotolewa kwa mara ya kwanza mwezi Machi, ambao ulilegeza vikwazo vilivyokuwa vinazuia nchi nyingine kununua mafuta na bidhaa za petroli za Urusi ambazo tayari zilikuwa zimepakiwa kwenye meli baharini. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alisema mwezi Machi kuwa hatua hiyo ya muda mfupi ilikuwa inalenga kukuza uthabiti katika masoko ya nishati duniani. Sera hiyo imekosolewa na washirika wengi wa Marekani na Uingereza ambao wanasema inasaidia serikali ya rais wa Urusi Vladimir Putin na uvamizi wake kamili dhidi ya Ukraine ambao umeendelea tangu mwaka wa 2022. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kuwa kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz hakuhalalishi kwa namna yoyote kuondolewa kwa vikwazo dhidi ya Urusi, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akisema kuwa kila dola inayolipwa kwa mafuta ya Urusi ni fedha za vita. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
Baada ya taarifa hiyo ya Victor Kenani, natupia jicho ukurasa wetu wa Facebook. Naona David Sachenga anasema kwamba tuko pamoja katika matangazo ya Dira ya Dunia mpaka tamati. Masanja Kuyanja wa Mwakohenga na yategea sikio matangazo ya Dira ya Dunia. Kefa Ubanchi Ochiri, shukran sana. Patient Sumbi anasema kutoka DRC, eneo la Fizi, kijiji cha Nyungu, jina langu ni Patient na nawasikiza. Lakini shukran vile vile. Christopher Simio anasema kwamba Mungu asaidie wananchi wa demokrasia ya Kongo kutokana na ugonjwa huu mbaya wa Ebola. Na sasa tuelekee viwanjani na Ive Buchana. Nam, ubingwa wa Arsenal umethibitishwa jana usiku kufuatia Manchester City kutoka sare ya 1-1 na Bournemouth, matokeo yaliyoifanya City kubaki na pointi 78 ambazo haiwezi tena kuifikia Arsenal yenye alama 82 kileleni mwa msimamo. Jumatatu, Arsenal waliweka mazingira mazuri ya kutoa taji baada ya kuichapa Burnley bao 1-0 katika uwanja wa Emirates, ushindi uliowafanya kusogea karibu zaidi na ubingwa huo waliokuwa wakiusaka kwa zaidi ya miongo miwili. Wachezaji wa Arsenal walipigwa picha nje uwanja wa Emirates saa 11 alfajiri saa za London baada ya kutawazwa kuwa mabingwa wa ligi kuu kwa mara ya kwanza baada ya miaka 22, huku sherehe zao zikiendelea. Eberechi Eze alichapisha picha kwenye mtandao wa Instagram nyakati za mapema za leo akiwa amesimama nje ya uwanja wao uliopo kaskazini mwa London pamoja na wachezaji wenzake Declan Rice, Bukayo Saka na Julian Timber. Beki huyo wa Uholanzi Timber alichapisha video akiwa na Saka karibu na kombe la ligi kuu lililozimwa taa katika uwanja wa mazoezi wa klabu hiyo ambalo liliundwa ili kuwaka pindi tu timu hiyo itakaposhinda washa hiyo. Saka alisema, acha nikwambie kitu, miaka 22 kulikuwa na kucheka, kulikuwa na kufanya utani. Hawanicheki tena, tazama, itakuwa inang'aa sana, alisema Saka. Klabu hiyo itafanya gwaride la kombe kuzunguka eneo la Islington mnamo Jumapili Mei 31 saa 8 mchana saa za London, siku moja baada ya kumenyana na mabingwa watetezi Paris Saint-Germain katika fainali ya ligi ya mabingwa Ulaya mjini Budapest. Nam, kwengineko, mwamuzi aliyewezesha Manchester United kushinda dhidi ya Nottingham Forest Jumapili iliyopita hajachaguliwa kwa mechi yoyote katika raundi ya mwisho ya mechi za ligi kuu ya England. Michael Salisbury aliruhusu bao la Matheus Cunha licha ya Brian Mbeumo kunawa mpira wakati wa maandalizi ya bao hilo. Salisbury alikataa ukaguzi wa mwamuzi msaidizi wa video ili kukataa bao na baadaye wakakiri kwamba lilipaswa kukataliwa. Waamuzi katika mchezo England wanakuwa na mbinu rahisi zaidi ya kuona mpira uliochezwa kwa mkono kuliko mataifa mengine, ingawa bado ni chini ya sheria. Na ingawa mkuu wa waamuzi Howard Webb aliambia Forest kuwa ingawa kunaweza kuwa na sababu za msingi za kudhani kuwa haikuwa mpira wa mikono wa Mbeumo, matarajio ya mpira wa miguu yangekuwa ni kukataliwa kwa bao hilo. Ilikuwa ni mara 17 tu katika misimu 7 na ya 4 msimu huu ambapo mwamuzi alikataa ushauri wa VAR uwanjani. Salisbury ambaye amesimamia mechi 13 za ligi kuu msimu huu amewekwa kando ya marefa watakaosimamia mechi 10 za Jumapili ambazo zote zitaanza kwa wakati mmoja. Na mwisho kabisa, kombe la dunia lilipaswa kuleta ongezeko la utalii nchini Marekani, lakini sasa hofu ni kwamba huenda hali hiyo isitokee kabisa. Ripoti ya nje iliyotolewa na chama cha hoteli na malazi cha Marekani imegundua kuwa uhifadhi wa vyumba uko chini sana ya matarajio katika karibu kila mji mwenyeji. Chama hicho kilisema kuwa hali hii haiendani na taarifa ya FIFA kwamba zaidi ya tiketi milioni 5 zimeuzwa na inatengeneza hatari kwamba ongezeko la kiuchumi lililotarajiwa linaweza lisifikiwe. Chama hicho ndicho chama kikubwa zaidi cha hoteli nchini Marekani, kikiwakilisha zaidi ya majengo 32,000 na zaidi ya 80% ya hoteli zote za biashara ya ukandarasi. Ripoti yake kwa kiasi fulani inatupa lawama kwa FIFA, ikituhumu chombo hicho kinachosimamia soka duniani kwa kuhifadhi vyumba vingi sana kwa mara moja kwa matumizi yake yenyewe na kutengeneza mahitaji ya uongo. Mwisho wa makala ya spoti. Jina langu ni Ive Buchana.